nasi. Haya habari mbalimbali, amka nasi. Karibu kwenye kipindi cha Amka Nasi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Mtayarishaji na mtangazaji wako ni mimi Aziza Bakari Mkumba. Kwenye mitambo yupo Shabani Mpute. Karibu uamke nasi. Amka, 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 amka nasi. Amka, 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 amka nasi. Amka nasi. Mkoani Njombe, mwanahabari wetu Michael Patrick anatusimulia kuwa changamoto ambazo zimekuwa zikiwakumba watumishi wanaostaafu na wale wanaofariki wakiwa kazini, ikiwemo kuchelewa kupata mafao yao pamoja na matukio ya utapeli, zinaendelea kushughulikiwa na mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma PSSF ili kurahisisha utoaji wa huduma. Tupate simulizi zaidi. Afisa mfawizi wa PSSF mkoa wa Njombe Andrew Dyson amebainisha hayo wakati wa mafunzo kwa wanahabari kutoka chama cha waandishi wa habari mkoa wa Njombe, Njombe Press Club, iliyolenga kujenga uelewa kwa waandishi wa habari kuhusu majukumu ya mfuko wa hifadhi ya jamii wa watumishi wa umma. Hili tunaona linapunguza gharama, lakini vile vile tunaendana na ulimwengu wa kisasa ambapo sasa baada ya kutumia karatasi nyingi sasa tunatumia teknolojia ambayo inatuwezesha kupunguza gharama. Lengo ni kupunguza gharama, lakini vile vile kuwahudumia wanachama wetu kwa usahihi na kwa weledi. Lakini tunaenda sambamba na hili, tunaenda na kauli mbiu yetu ya kulipa jana. Yaani mstaafu anapoondoka kwenye utumishi wake apate mafao yake anapostaafu leo, awe ameshapokea mafao yake na kuondoka nayo. Katika mafunzo hayo, baadhi ya waandishi wa habari waliopokea elimu hiyo wameahidi kutumia kalamu yao kwenda kuielimisha jamii kuhusu faida zitokanazo na mfuko wa jamii ili kuepuka kutapeliwa pindi wastaafu wanapofuatilia madai yao PSSF. Wengi wanalalamika wanatapeliwa, wanafanyaje? Kwa nafasi ya kwetu nzuri ya kwenda kuwaelimisha jamii kwa ujumla, angalie namna ya kunufaika na huu mfuko, kwa sababu wengi yawezekana hawafahamu. Wapo wanaofahamu, lakini namna ya kupata mafao yao pia ikawa changamoto kwao. Kwa hiyo ni nafasi nzuri kwa wanahabari kwenda kutoa elimu nzuri kwa watumishi wa umma wenyewe, lakini pia hata wastaafu, kwa sababu wastaafu mara nyingi tunashuhudia wengi matapeli wamekuwa wengi, wanajiingiza kuwasaidia alafu mwisho siku watapeli. Kwa hiyo tunao nafasi ya kufanya hivyo, na tumetoa ushauri hapa pia kwa PSSF wenyewe, angalau waone namna ya kuwasaidia wale ambao wanaenda kuomba mafao yao, kwa sababu wengi nimepata ushuhuda mwenyewe wanakwama kwa sababu ya michakato mirefu ya kunufaika na mfuko na hii pensheni. Yule ambaye ameteuliwa kusimamia masuala ya mazishi, akienda kwenye huu mfuko wa hifadhi ya jamii wa PSSF kwa watumishi, moja kwa moja anasajiliwa kidijitali ili aweze kuprocess lile fao la kifo ndani ya siku 30. Kwa kweli ni jambo zuri sana kwenda kidijitali, kwa sababu huu mfuko unahudumia watumishi, na watumishi asilimia kubwa sasa wameshahama kutoka kwenye mfumo wa kutumia analogia, wanatumia kidijitali. Kama ilivyo kwenye serikali sasa hivi mifumo mingi inaenda kidijitali tofauti na analog kwenye makaratasi hapo zamani. Kwa hiyo mtumishi yoyote yule ambaye atakuwa anafikia wakati wake wa kustaafu anaweza kuanza ile mchakato kufahamu michango yake. Awali kwenye mafunzo hayo, mfuko huo wa PSSF umesema umeanza kulipa pensheni ya mkupuo wa miezi 36 ya pensheni ya mstaafu aliyefariki. Kuna mafao ya kifo iwapo mwanachama amefariki akiwa kazini. Utofautishe pale kwa mwanachama ambaye alistaafu akawa na pensheni ya kila mwezi alafu akafariki, baadaye tukawalipa wategemezi wake pensheni ya miezi 36. Sasa hapa namzungumzia mwanachama ambaye anafariki akiwa kazini, hajaenjoy mafao yetu yoyote, sawa? Ndio linamhusu ili fao la kifo. Iwapo mwanachama amefariki akiwa kazini, wategemezi watalipwa, sawa? Watalipwa nini? Kikubwa kati ya mkupuo au wastani wa mshahara wa mwaka, iwapo mwanachama alichangia chini ya miezi 180. Kutoka mkoani Njombe, Michael Patrick, Magic FM. Kapo asubuhi, siku nyingine yapendeza. Nenda East and West, Magic ni best.
Radio hii Magic FM. Nasikiliza mchana, mahali pekee pa maisha yangu. Jioni, usiku, sikosi hata siku kusikiliza Magic FM. Magic FM 2026. Mtaa umeamka.